Nalo wingu la hofu na ghadhabu limetanda katika kijiji cha Agoro Oyombe, Alego Kaskazini, kaunti ya Siaya baada ya mfululizo wa mashambulizi ya uteketezaji nyumba yaliyoshukiwa kuwa yalipangwa kwa pamoja usiku wa manane. Mashambulizi hayo yaliharibu nyumba zisizopungua 5 na familia kadhaa kuachwa bila makazi. Tukio hilo lilitokea Ijumaa usiku ambapo watu wasiojulikana wanadaiwa kuteketeza nyumba za makazi na majengo ya mashamba usiku wa manane. Maafisa wa polisi wameanza uchunguzi kuhusu mkasa huo. Huyu hapa mwanahabari wetu John Kahiro na kina cha taarifa hiyo. Haya ndiyo mabaki ya makazi ambako familia ziliishi kwa amani kabla ya shambulizi hili kutokea, lakini sasa imegeuka majivu. Wakazi hawa bado wanakumbwa na athari za baada ya shambulizi la uteketezaji nyumba lililoshukiwa kuwa lilipangwa na kufanyika usiku wa Ijumaa. Shambulizi hili lilisababisha nyumba 5 kuteketea, riziki za watu kuharibiwa na matumaini ya jamii hiyo kuyumba. Vitu yangu yote ya mtoto hiyo na yetu ya jikoni ilichomeka hivyo. Hakuna yenye ilipatikana hata moja. Hapa kwetu naona hii ghasia ya usiku hii imeanza kuwa mingi. Miongoni mwa waathiriwa wa moto huo ni Samuel Omondi wa Denya ambaye ni mwanahabari. 5 mimi nikastukia tu kama nasikia tu joto kwa nyumba. Na mimi nikazidi tu kulala, nikaendelea tu kulala. Tena naona kama hii kitu inaziaza vitu zinanichoma choma. Sasa kuamka hivi naona kama hii ni nyumba yangu kama inachomeka. Mita chache kutoka kwa nyumba ya Omondi kuna vifusi vya nyumba ya Kilian Odur Onyango, mhudumu wa bodaboda aliyenusurika pamoja na familia yake baada ya moto kuteketeza makazi yao. Mtoto akaanza kulia. Nikashtuka, kama nimeshtuka hivi nimeona kama kuna moshi kwa nyumba. Mara hiyo nikatoka kwa nyumba na hiyo bibi yangu na mtoto wangu. Naomba tu serikali anisaidie. Niko tu vile hivi na mtoto wangu, hakuna kitu yote yenye nilichukua kwa nyumba, niko tu hivi. Wakati huo jamii hiyo imeeleza hofu na kukatishwa tamaa kutokana na kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Hii yenye imefanyika hii ya saa hii, mtu kukuja kuchoma nyumba yangu na sijui nitafanya nini, ajui hataki kujua. Sasa ningependa saa hii kuna kitu kama CCTV naweza kuja tujue tu ilikuwa nani. Viongozi wa eneo hilo wameahidi kushirikiana na idara ya upelelezi wa jinai kuhakikisha wahusika wanachukuliwa hatua na familia zilizoathirika zinapata msaada unaohitajika. We want to ensure that all those people who are involved in this crime, they are apprehended, they are arrested and they are charged. And we are going to ensure that that is done. Other than that, I am here with some support for the victims. We are going to help them to reconstruct the houses so that life can continue. John Kahiro, Darubini Wikendi.